Kwa majina naitwa Agri Munga, mwananchi wa Likoni. Mimi ninasema kuhusu nyumba zenye Rais William Ruto anajenga. Hizi nyumba zitasaidia wakaaji wa Kenya, kwa sababu nimeona kama sehemu kama za Mbale, Vihiga County nyumba zimeisha. Likoni nyumba zimeanza. Sasa wale watu wanasema hizi nyumba ni za matajiri, hawaelewi hizi nyumba ni zetu. Kwa sababu ya nini? Mimi kwa mfano ninalipa nyumba shilingi 3500 kwa mwezi, na nimelipa sasa hivi kwa ile plot karibu miaka 15. Sasa ningekuwa nimepewa nyumba kama hiyo nilipe kwa hii miaka, singekuwa nyumba ni yangu, kwa sababu hakuna siku landlord atanisamea aniambie leo ninakusamea hii miaka nimekaa miaka 14, leo mwezi usilipe. Lakini ningekuwa kwa nyumba kama hii ya serikali, ningekuwa sasa hivi nimeshamaliza, ni yangu. Kwa sababu kama kwa mfano ningekuwa nimechukua bedi 6, niambie nilipe 3500 kwa mwezi, nilipe kwa miaka 10, ningekuwa sasa na enjoy. Ndio nashukuru rais, hizi nyumba zinajenga, zinasaidia watu, kwa sababu hata mimi kuna mandugu zangu kule Nairobi, kuna wengine nawasaidia. Zile nyumba zilijengwa na wapi? Nairobi. Zile zinajengwa Kakamega zitasaidia watu, na zinajengwa hapa Likoni zitatusaidia, kwa sababu tunaona hizo nyumba kuna kuanzia chini mpaka juu, kuna 1 bedroom, kuna 2 bedroom, kuna bed 6. Sasa wewe unachukua kulingana na uwezo wako. Mimi kama uwezo wangu, nikiona uwezo wangu nalipa 5000, itaenda kwa hiyo, kwa sababu zile pesa wanasema aulipi cash, unalipa pole pole. Kwa hivyo rais, fanya bidii hizi nyumba zilikuwa ziishi, weje kuweza tuingie ndani, na watu wote hawezi ishia kwa hizo nyumba. Kwa sababu gani? Kuna mtu hata nyumba 1000 imemchinda, kuna mwingine hata ya 500 yeye hawezi afford, wanalala nje. Kwa hivyo wataongea, lakini wewe fanya kazi yako, wenye wataweza wataingia. Ni nyumba za maskini. Wengine wanasema hizo nyumba ni za matajiri pekee yake, kwa sababu maskini hawapoi. Unasemaje? Hizo nyumba, wenye wanasema hizo nyumba za matajiri hawaelewi chenye wanaongea, kwa sababu ni ule mtu ameona picha, badala afuatilie aenda aone ile nyumba itanisaidia vipi, aenda apige simu, aenda kwa ofisi aelezewe mpangilio wa hiyo nyumba. Wewe ukiona 2.5 ushajijazia nyumba si ya maskini, wamekuandikia, hujajua bed sita ni pesa ngapi, unajua 1 bedroom pesa ngapi, unajua 3 bedroom pesa ngapi. Tafadhali wa Kenya, ukiona wameandika kwa bango 2.5, tafuta ofisi, kwa hata namba za simu ziko hapo, uende uulize. Hizo nyumba sio za matajiri, hizo nyumba zimejengwa Likoni. Hakuna tajiri anaweza toka Nyali akahamia Likoni, hakuna tajiri anaweza hamia Kelelesho akaenda Kibira. Kwa sababu ya nini? Yeye analipa nyumba 100,000, anakubali kwenda kulipa nyumba 10,000, 15,000. Hizi nyumba ni zetu, sio za matajiri. Wenye wanasema za matajiri waelewe chenye wanaongea. Okay, angalia tutasaidia kweli, tutatoa maskini wote. Ujue kitu ikianza, hatuwezi kuwa wote ni matajiri. Ndio imeanza, ni wakati imeanza. Kwa mfano hizi serikali za nyuma zingekuwa zimeanza, umaskini wa nyumba ungekuishaisha, kwa sababu tunaangalia hii Kenya. Hawa marais waliingia, walikuwa wamewajia wafanyakazi wa biashara kufanya biashara za kujenga manyumba na hizo pesa za juu, lakini hizi zinasaidia na maskini mwenye kwa chini, angalau pia akuwa na nyumba. Na hizi nyumba rais akiendelea hii miaka 5 ishe, hiyo miaka ingine 5 tutakuwa tuko mbele. Hata kama hakuna nchi inakosa maskini, hata Amerika kuna maskini, hakuna nchi ina maskini. Kwa hivyo si ati maskini unaisha, wa maskini bado utakuwa, lakini itakuwa imefahamu na gani, imejaza pengo, angalau imeonekana Kenya inaonekana hiyo iko mbele. Lakini unaona itaendelea hata rais wetu Ruto akitoka. Ujue rais wetu ni wa muda peke yake. Mimi naona rais wetu Ruto ule mwenye atawacha, kama atawacha rais ule mwenye ako na akili kama ya Ruto ataendeleza, lakini akiliacha ule akili mwenye akili kama hawa watu wengine hawa wenye naona upinzani hawa, wala hawezi endeleza, kwa sababu wale watu wanajipigania, kwa sababu ule mtu anapigania tajiri. Ndio unaona kama hataki nyumba kama hizi, hawa wanapigania tajiri. Afanye mna gani? Ajenge nyumba ziishe, akishajumba nyingi ziisha, auze milioni 10, milioni 8, na sisi tutaweza kweli? Na hii ndio nyumba yetu. Sasa tunaomba rais Ruto akimaliza miaka yake 10, ule rais mwenye ataingia aendeleze, lakini asiwache vibonzo. Sasa 10 bila break. Sasa unaona 10 bila break ama tutasimama? Mimi ninasema Ruto ako 10 bila break kabisa. Hakuna mtu akupinga Ruto. Bado hajasikia Ruto 10 bila break. Hata 2027 tusipige kura rais, tupige gavana kurudi chini, lakini huko juu ni kuapisha tu.